mwezi wa 4 2025 jioni hii mwenyekiti wa Chadema ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu amefikishwa mbele ya mahakama ya hakimu mkazi hapa Kisutu mjini Dar es Salaam baada ya kuwa ameshikwa jana katika misingi ya nguvu na kutokea Mbinga jana na kuletwa Dar es Salaam kwa mashtaka ambayo yamesomwa leo jioni hii, kwamba katika kesi moja ambayo ni ya PI bado ni kesi ya uchunguzi, kwamba anatuhumiwa kwa kosa la uhaini, kwamba maneno aliyasema kwamba kutakuwa na harakati ambazo Chadema itafanya za kupinga mfumo mzima wa uchaguzi, ilikuwa ni kuchochea uasi na kusababisha kufanya kwamba uasi dhidi ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Sasa kwa kuwa mahakama hii ya hakimu mkazi wa Kisutu haina mamlaka hayo, kwa sababu kesi hiyo inatakiwa isikizwe na mahakama kuu, basi swala hilo tu limetajwa, na kwa kuwa mahakama haina mamlaka na kosa hilo halina dhamana, mwenyekiti wa Chadema ndugu Lissu hajapata dhamana na kuweza kusema lolote kuhusiana na mashtaka hayo. Baada ya hapo kukawa na kesi nyingine ambayo ni kesi ya jinai imefunguliwa katika mahakama hii ya hakimu mkazi Kisutu, na mahakama hii ina mamlaka ya kusikiliza. Ilikuwa na mashtaka matatu. Shtaka la kwanza likiwa ni la dhidi ya kauli alizosema kuhusiana na uchaguzi wa serikali za mitaa, jinsi ambavyo uliendeshwa na jinsi ambavyo wagombea wa Chadema walienguliwa. Vile shtaka la pili lilikuwa linahusiana na kuzungumzia mfumo mzima wa uendeshaji wa uchaguzi wa serikali za mitaa na uchaguzi mzima wa nchi yetu, na kesi ambazo vile kosa la tatu linasikilizwa na majaji ambao wameteuliwa na mwenyekiti wa CCM ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ilikuwa ni mashtaka ambayo yanahusiana na zile kauli za kisiasa na za kuelimisha umma ambazo mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndugu Lissu alizitoa mnamo tarehe 3 ya mwezi wa 4 2025. Ndugu Lissu ameyakana mashtaka hayo yote matatu, na upande wa mashtaka umesema kwamba upelelezi umekamilika na ukaomba kwamba kesi siku ya uchunguzi wa awali au maelezo ya awali ipangwe siku za sio mbele sana, ambayo mahakama ikaridhia maombi yao kwamba kesi itakuja tarehe 24 ya mwezi wa 4 2025, na mahakama vile ikakubali maombi ya utetezi, mawakili wa utetezi, kwamba makosa hayo matatu yanadhaminika. Basi hakimu akatoa sharti kwamba ndugu Lissu adhaminiwe na mdhamini mmoja ambaye anaeleweka, mwenye vitambulisho vya NIDA na barua ya serikali za mtaa. Mdhamini amejitokeza na amekubaliwa na mahakama, amebakiza tu sharti moja tu la kuleta barua kutoka serikali ya mtaa. Sasa hiyo ndio hali halisi ambayo imejitokeza. Kwa hiyo kesi itakuja mnamo tarehe 24 mwezi wa 4 2025. Katika ile kesi ya kwanza ambayo ni ya uchunguzi wa awali, upande wa mashtaka umesema kwamba upelelezi haujakamilika, lakini katika ile kesi ya pili yenye mashtaka matatu wamesema upelelezi umekamilika. Sisi kwa upande wa mawakili wa utetezi tuko tayari kuweza kupambana kumtetea mteja wetu. Naamini kwamba haki iko kwake, na itakuwa ni nafasi nzuri sana kuweza kutoa somo la haki za kisiasa na za kiraia za raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Itakuwa ni fursa adhimu ambayo mahakama hii itatumika. Kwa hiyo wananchi wajiandae kuweza kuona namna gani kupitia mahakama mfumo wa uchaguzi ulivyokuwa mbovu utakavyoweza kuanikwa hadharani, ina mwisho wa siku kuweza kuonyesha kwamba utetezi wa mashtaka ambayo yameletwa dhidi ya mwenyekiti Tundu Antipas Lissu yanaweza kuonyesha kwamba yalikuwa na ubovu gani. Kwa hiyo utakuwa ni utetezi wa msingi sana ambao utakuwa ni somo kubwa kwa raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunawakaribisheni sana tarehe 24 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Asante.